niwashukuru kwa mahudhurio yenu ambayo siku zote ninasema kwamba kwa hakika haya ndiyo mnaowatia homa watu. Wao tunawashukuru, wanawapa watu vijana burudani kweli kweli, lakini baada ya burudani inabidi bakora mkononi warudishe, wasiondoke. Lakini sisi mnaona kwamba kila mtu kaja kwa hiari yake, hapana chuma kilichowekwa, hapana uzio uliowekwa, hapana aliolazimishwa. Mtu anakuja kwa hiari yake kwa sababu kaja kufuata lake. Hili jamani, tujipongezeni sana, na hii ndio inayofanya wepesi safari yetu. Kwa matozo, kwa kodi ambazo kila siku zinaongezwa. Huko mjini wakikaa wanajisifia kwamba mapato yanaongezeka, lakini mimi nataka niwaambie hakuongezeki mapato, inaongezwa kukamuliwa watu. Hicho ndio kinachoongezwa, kwa sababu katika nchi siku zote ili mapato yaongezeke, maana yake vyanzo vya kutoa mapato hayo, vya kutoza mapato hayo viwe vimeongezeka. Lakini nyinyi mnaviona vimeongezeka wapi? Kwa sababu serikali inachokipata haitengenezi walipa kodi, badala yake inatengeneza watu wa kuwakamua. Leo ushuru wa magari umeongezeka, maana yake nauli itaongezeka. Ushuru wa mafuta umeongezeka, maana yake gharama ya gari itaongezeka. Kodi kwenye umeme imeongezeka, maana yake gharama ya maisha, gharama ya biashara, gharama na bei ya vitu itaongezeka. Hicho ndugu zangu ndio kinachofanyika. Na huko nyuma ni wadokolee, kulikuwa pia na jambo moja lililokuwa watu likiwasaidia kuwadanganya wananchi. Huku tunakotoka dola ilipanda sana, ilikuwa 2,700 na ushe. Lakini ukipewa wewe hesabu ya serikali, unapewa kwa hesabu ya shilingi. Kwa hivyo utaona kama kweli kumeongezeka, lakini kilichoongezeka ni thamani ya shilingi, kwamba imeshuka. Kwa hivyo serikali ikikusanya dola, kama imekusanya milioni 1, ukizifanya kwa hesabu ya pesa zetu, zinaonekana serikali imekusanya pesa nyingi, kwa sababu thamani ya shilingi ilikuwa chini, kwa maana kwamba dola moja ilikuwa 2,710 ilifika mpaka 2,720. Sasa hilo lilikuwa chaka la kudanganya watu. Sisi tunachosema ndugu zangu, na ndiyo maana haya tunayoyasema hatuyasemi kwamba ni siasa, tunasema ndio uchumi wenyewe na ndio njia ya kumuondolea matatizo mwananchi wa nchi hii. Tunaposema katika muungano kwamba sisi kwetu sisi muungano tutakwenda kupambania tupate haki za Wazanzibari, haki za Zanzibar, haki za nchi hii, kwa sababu ndani ya muungano na ambao jambo hili CCM imewashinda, mpaka unajiuliza hawa watu wana matatizo gani? Kuna mambo ambayo huko nyuma yalishafanywa kazi, lakini leo utawala uliopo unaogopa kudai. Angalau hao waliopita nyuma walijitutumua, na ni kwa sababu walikuwa wakiijua Zanzibar, walikuwa na uchungu wa Zanzibar, walikuwa na chama chao. Lakini sisi kwa mfano, jana nilizungumza, naomba nilizungumze hapa ndugu zangu,
kwa sababu haya ndiyo yanayotuongezea ukali wa maisha bila ya sababu, kutozwa, kuongezwa kodi, wakati ni kwa sababu hawa waliojipa utawala wanaogopa kwenda kudai. Sisi tumeandika, kila wakiyasahau tunawakumbusha tena kwa maandishi. Tuna fedha sisi Zanzibar. Kabla ya muungano tulikuwa wanachama wa bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki. Katika bodi ile tulikuwa na hisa ya 10.05. Tena wakati ule tuko nchi 5 katika bodi ile. Tulikuwa sisi Zanzibar, Tanganyika, Kenya, Uganda na Yemen. Tulikuwa, wefikiria, tulikuwa nchi 5 na Zanzibar tulikuwa na 10.05, na tukilipwa bafao kulingana na hisa yetu. Pesa si kidogo. Baada ya muungano, wenzetu wakaamua kutufisidi, kutunyang'anya. 65 wakaanzisha benki kuu, wakatutoa Zanzibar kwamba hatumo. Kutoka 10.05 tukiwa nchi 5 tulikuwa na hisa hizo, eti leo tuko nchi 2 hatumo. Lakini Mwenyezi Mungu nchi hii anaipenda kweli kweli. Wengine tu sisi wakati mwingine tunajisahau. Sisi wenyewe wakati mwingine tunajiuliza, jamani, tuna wenzetu wanaojipa mamlaka, lakini Mungu kawapa ndio mtihani wavunja jungu. Akili zao zimo ndani ya tumbo. Wametutoa, lakini bahati nzuri mwaka 94-95 tukafanya utafiti, na mimi nilikuwemo katika sehemu ya hiyo timu. Kuna wenzetu wengine katika timu wakapelekwa Nairobi kulikokuwa na makao makuu ya bodi ya sarafu. Tukapata nyaraka zote, kunga zote, siri zote tukazipata, namna walivyotaka kutujanganya. Kwa hivyo tunazungumza, na mimi naomba nitoe siri hapa. Tuliyemwamini kukaa na nyaraka zile ni babu. Kama watakwenda kuvamia wazipate, wajue tu kwamba babu yeye ndio alikuwa dhamini, lakini mtu mzima kajua namna ya kuzihifadhi, kajua namna ya kuzitoa. Sote tunazo, lakini nalisema hili mjue kwamba hatutani babu. Na kuna mtu kaandika kitabu, kaja kwa babu, babu kampa hizo nyaraka na kaandika, kaonesha namna gani Zanzibar ilivyonyang'anywa hisa zake katika benki kuu. Na ndi pesa nyingi. Tokea 65 mpaka 96 ndio wakaanza kutupa 4.5. Sisi tunawaambia deni halifi, anakufa aliyedaiwa tu. Na bahati nzuri huyu tunayemdai ni serikali, haifi. Tunafahamiana? Sisi tunasema tutakwenda kudai pesa zetu zatokea 65 mpaka 94, 96, na hicho kilichopungua kati ya 96 mpaka mwaka watakaozilipa. Hizi tunaamini zinatosha kumnyenyua kila mwananchi wa nchi hii asiwe na dhiki. Ndugu zangu, mimi nimekaa kwenye tume ya pamoja ya fedha kwa miaka 10. Tume hii imechunguza nini mapato ya Zanzibar, kwa sababu kwenye mambo ya muungano, haya tulioingizwa kwenye muungano yana mapato, yana matumizi. Mapato yanayopatikana kwenye shughuli za muungano ni makubwa kuliko matumizi ya muungano.
wenzetu wanachochinjia majini. Kile ambacho kinabaki, ambacho tulipaswa tupewe, ndio hichi. Hawa wenzetu wanajisifu. Wallahi saa nyingi tunajiuliza hawa sio na maradhi gani? Serikali ya muungano faida yake inatukopea sisi, halafu inalipa madeni. Kuna cha bure? Mtu akunyang'anye hivi halafu akulipie bure? Mimi nimekaa kwenye tume ile, na bahati nzuri walivyokuwa hawa watu wauga, toka tulipomaliza muda wetu 2018 mpaka leo, ndugu zangu, mpaka leo tume ile haikuchaguliwa tena. Bara hawaitaki, na wenzetu hapa waliojipa madaraka kazi yao kukamua wananchi maskini ya Mungu wa nchi hii, wallahi hawajadai kwamba tume ile iundwe tena, ili pale tulipoishia sisi wapate wao kwenda kudai. Jamani, ndani ya siku 100 za mwanzo inshallah, serikali itakayoiunda, serikali itakayoiongoza, kazi yetu ya mwanzo kwenda kuyadai haya, ili yaje yatatue shida zetu. Ndio maana tukiwaambia watu wanashangaa, eti leo kima cha chini shilingi milioni 1, wanapiga kelele. Haiwezekani. Haiwezekani kwenu kweli? Maana mpate za kula, mpate za kununulia ndege zenu binafsi, mpate za kujenga magorofa yenu, mpate za kujenga mahoteli yenu, mpate za kufanya kitu gani? Na kudai kilicho chetu hamdai. Kweli milioni 1 mtasema hamna? Ndugu zangu, mna wasiwasi? Mna wasiwasi? Nyinyi kweli wa kuishi maisha haya ya dhiki? Nyinyi wa kunyongwa kwa kuongezewa makodi? Tunachosema inshallah haya tutakwenda kuyadai. La pili, ndugu zangu, muda wetu leo unatukimbia sana. La pili, mimi toka nimeingia kwenye umakamu kaskazini, malalamiko ni ardhi, 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 ardhi. Nimewaeleza pale Mbuyutende leo asubuhi historia na jinsi watu wanavyowanyang'anya wananchi wa nchi hii maskini, wanavyowadhulumu ardhi bila sababu, kwa njia za dhulma. Ardhi nchi hii aliyekabidhiwa ni waziri, lakini utasikia amri kutoka kwa sheha kuja kunyang'anywa mwananchi ardhi. Amri kutoka kwa mkuu wa wilaya anafanya kazi ya kumnyang'anya mwananchi ardhi. Mkuu wa mkoa anaona kupata kwake ni kumnyang'anya mwananchi ardhi. Serikali yenyewe, katibu mkuu, mkurugenzi, waziri, huyo wa mwisho simtaji, mkubwa wao tusimtaje leo, wote hawa mradi wao ni kuwanyang'anya wananchi ardhi. Ndugu zangu, tunachosema sisi katika nchi hii kuna ardhi ya serikali, katika nchi hii kuna ardhi ya mwananchi, katika nchi hii kuna ardhi ya wananchi, ardhi ya kijamii tunazozikiana, tunazolima, hizi zote ni za wananchi. Ahadi yetu ni kwenda kusimamia sheria ya nchi yetu na kuiweka wazi. La kwanza ahadi yetu ni kuzitambua ardhi zote ambazo ni za kijamii, watu wamezikwapua, tuzirudishe kwa wananchi, kwa wanajamii wenyewe. Hili ndio ambalo mnatutuma, na mimi ni waahidi
nachukua ahadi mbele yenu, nachukua ahadi hapa niliposimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Anashuhudia dhamira yangu, anashuhudia kwamba hili tunaweza kulifanya kwa sababu ni haki yenu, na ndio linalotufanya tuingie kwenye harakati hizi. Hamna pa kukimbilia ni hapa hapa. Hii ndio nchi yetu. Kama ni uwekezaji, sisi tunataka kuwekeza kila pahala. Hatutaki kuishi hii nchi iwe ya wawekezaji tu. Sisi tunasema serikali ndio itatenga maeneo, jamani, hapa ndio patawekezwa, na ikifika pahala tunasema mahoteli basi nchi hii yaendelee, haya yaliyopo yanatosha. Kama hakuna wizi, haya yatatosha kuendesha uchumi wa nchi hii. Nchi hii ina uchumi mwingine mkubwa zaidi. Asili ya uchumi wa nchi hii ni biashara. Asili ya uchumi wa nchi hii ni kilimo cha karafuu. Tuna kilimo cha mwani, tuna bahari Mwenyezi Mungu katuruzuku, ni kuwapa uwezo wananchi wakaweza kuitumia, na nchi hii itakwenda. Haiwezekani skuli ifanywe hoteli. Chupu hivi karibuni Mahakama Kuu bado kidogo iwe hoteli. Hatujui uko mbele kama Ikulu nayo haitokuja kuwa hoteli. Mwenyezi Mungu alhamdulillah katunusuru na hilo, na inshallah atatunusuru, kwa sababu hawa Oktoba tunakwenda kwa malizia msimu. Inshallah tuanze maisha mapya. Inshallah tuanze maisha mapya. Lakini skuli hoteli, mahakama hoteli, hospitali hoteli, msikiti, makaburi. Jamani, maisha gani hayo? Hawa watu wamehumiwa na pesa bwana. Tunasema haya mwisho. La pili, kwenye ardhi, ahadi yetu, na ndio itakokuwa sera na ndio sharia ya nchi hii. Kama una ardhi yako, serikali haitokuja kukunyang'anya ikasema ikodishe. Ahadi yetu, kama una ardhi yako, katokea mwekezaji tuliona ni sawa awekeze, serikali itakutafuta ikukutanishe na mwekezaji, ukodishe ardhi yako. Ukodishe ardhi yako, serikali tutakachochukua. Maana msije mkasema mlitufanyia hada. Tuambizane mapema. Kama umekodisha ardhi yako dola 100,000, dola 30,000 tunachukua serikali. Kama ndiyo kodi ya ardhi 70,000, kama utakwenda kuongeza mke, we shauri yako nyumbani. Kama utakwenda kufanya mradi na watoto wafaidike, hayo yako mwenyewe. Hii ni haki yako chini ya sera yetu sisi, chini ya serikali inshallah tutakayoiongoza. Ardhi ni mali ya mwananchi, imfaidishe mwananchi, serikali ipate kodi kutokana na kipato chake. Tunaelewana hayo? Tunafahamiana? Haya mambo yako wazi, tuwekane wazi. Atakayekuja akawa na appetite ya ardhi, atakayetamukiwa na ardhi, huyo halali yetu, huyo halali yetu. Hii chori, huu mkono, huu jambazi wa ardhi, inshallah Oktoba tunakwenda kufikisha mwisho. Labda mwe hamtaki. Kama hamtaki tuambieni. Tunataka la mwisho nimalizie. Jamani, tumeridhika kwenye ardhi mpaka hapo. Nimalizie moja la mwisho, nalo ni la kunyanyua wananchi masikini. Kila ninapopita huwa ninaulizwa, umesema kwa wafanyakazi wa serikali kima cha chini milioni 1, na mimi naomba nirudie. Jamani, milioni 1 mnaiona nyingi, lakini hamna kitu. Naam, hamna kitu. Hiyo hao wapigaji wanauza hizi ardhi za kaskazini,
hizo hupewa bebi, akenda marikiti tena siku moja tu. Na msifikiri kwamba hizo pesa za kunyang'anya zinalana bwana, huishi humo mikononi. Na siku hizi kuna watu wamechangamka bwana, wanazipiga juu. Lakini tunaulizwa kwamba jamani, kuhusu walimu wa madrasa mtawafanyaje? Mimi niungane na nyinyi kwanza kukiri kama kuna watu masikini. Ukitaka kujua umaskini wa nchi hii, watafute walimu wa madrasa. Ukitaka kujua watu masikini, watafute walimu wa dini. Ukitaka kujua maskini, watafute watu wanaoshughulikia taasisi za dini. Ukitaka kujua watu wenye dhiki nchi hii, ni yatima, ni wajane, ndio wenye dhiki, mpaka wanafika pahala waungwana, watoto wakiungwana, wanawake wakiungwana, wanadhalilika kwa shida, na hakuna anayewaona, hakuna anayewajali. Mimi nataka niwaambie, sisi tulikuwa na taasisi au ipo mpaka leo, kazi yake kuwasaidia, kuwasaidia ndugu zetu wajane, yatima. Hili naomba niliseme. Mke wangu yule pale alipita akafanya ziara kwenye family mbalimbali, tukagundua family 2000 watoto wanalala chini, sio kwenye mkeka, chini kwenye sakafu. Akaenda akaomba, yule balozi wa hiyo nchi mwenyewe akaguswa, akaja akakagua, akasema jamani, hali mbaya. Akakubali kusaidia, na la kwanza ilikuwa ni hiyo, kusaidia magodoro 2000 kwa hizi family, na kusaidia na mengine. Wallahi, kwa ufisadi wa watu hawa, walitoka wakenda wakati ya fitna, wasipewe, usitolewe msaada tena. Wallahi, mtu anafunga Jumatatu na Alhamis, umra haimpiti kwa ufisadi wao. Hofu yao itaongeza eti kujulikana, kupendwa kisiasa. Ndio ufisadi wa watu hawa, ndio walipofika. Lakini mimi nataka niwaambie jamani, toka mwaka 2002 mimi nikiwa katibu mkuu Wizara ya Utawala Bora, niliwahi kuunda tume kuchunguza uendeshaji wa shughuli zetu za wakfu chini ya mwenyekiti wake Abdul Ghani Msoma, wengi mnamjua. Ikaja na mapendekezo, na mapendekezo yale, moja, kurekebisha sheria wakfu, moja, tuanzishe mfuko wa zaka. Sharia ile nikaiandika mwenyewe kwa mkono wangu mwaka 2007. Kifungu cha 60 na 61 cha sheria ile kikasema, tukaweka kuanzishwa kwa mfuko wa zaka, lakini uwe huru, usiwe chini ya mafisadi, usiwe chini ya serikali usimamie. Toka 2007 binafsi yangu napambania tuanzishe mfuko ule. Nimeingia umakamo, jambo la mwanzo nimemshauri tuanzishe mfuko huu, kwa sababu nilishapata ahadi kwa nchi mbalimbali, kwa watu mbalimbali, kwamba mbali ya humu ndani mfuko ule kwamba utakuwa ukiingiza mapato. Jamani, kuna watu wengi hatulipi zaka, tunachukua jukumu, hii ni haki ya watu. Ndio maana nchi yetu kuna mingine tunarudi nyuma, tunadabirika kwa sababu haya msingi hatuyafanyi. Lakini kuna nchi wana pesa, hawana masikini. Walituahidi wataziingiza kwenye mfuko wa zaka. Sharti lao uwe huru, uendeshwe na watu waadilifu, uendeshwe na watu wao wenyewe wana uwezo na wanalipa zaka, na tukawapata watu hao. Mpaka leo haujaanzishwa.
ahadi yetu kama chama, kama mimi, serikali inshallah tutakayoiongoza ndani ya siku 100 za mwanzo, jambo tutakalolifanya ni kuanzishwa kwa mfuko wa zaka. Inshallah ni kuanzisha mfuko wa zaka, na huu ndio utakaokwenda kuwakomboa mayatima, walimu wa madrasa, wanaoshughulikia taasisi za watu waliokuwa masikini, wajane, kuwasaidia. Ni mfuko huu ndio utakaokwenda kuwa mkombozi wao, na sisi tunaamini kwamba utakuwa na uwezo wa kupunguza umasikini katika nchi hii. Mwenyezi Mungu katuwekea njia hii, lakini kwa ufisadi wetu Mwenyezi Mungu kasema hawaongozi watu madhalimu. Hili unashangaa ni jambo ambalo ulitegemea washikane nalo kwa sababu lingeondoa dhiki ya watu maskini. Ahadi yetu hili inshallah tutakwenda kulianzisha, na inshallah litakuwa mkombozi kwa wanyonge wote hawa, na huu mfuko tunaamini utakuwa tajiri kuliko hata ZSSF, kuliko mfuko mwingine wowote. Jamani, tuombe Mungu, tushikamane. Haya ndiyo tunaposema tunakwenda kuinusuru Zanzibar. Jamani, tunakwenda kuwainusuru kutoka kwenye mashimo haya ya dhiki, kutoka kwenye mashimo haya ya dhulma. Tuisimamishe, tuinyooshe nchi yetu ili tuende mbele. Hakuna sababu ya mtu wa Zanzibar, ya kuwa mwananchi wa Zanzibar adhalilike ndani ya nchi yake, ndani ya nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu kaipa kila neema.